Machi 13 ya mwaka 2026. Karibu sana katika rada ya Central ya Clouds TV, ikiwa leo ni siku ya usingizi duniani. Mimi Mwajeb Shafi pamoja na Fausta Salakana tunakusogezea yale mengi yaliyojiri kutoka kwenye mitaa ya dunia. Rada kwa siku ya leo inaanzia Pemba, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili kisiwani Pemba kwa ajili ya ziara ya kijamii ya siku mbili, ambapo pamoja na mambo mengine rais atashiriki iftari ya pamoja na viongozi na wananchi wa mikoa miwili ya Pemba. Mara baada ya kuwasili, Dr. Samia ametia saini katika kitabu cha wageni katika uwanja wa ndege wa Pemba na kusalimiana na viongozi mbalimbali, ikiashiria kufikia kwake kisiwani humo na kuanza rasmi ziara yake ya kijamii ya siku mbili. Mbali na mambo mengine, rais atashiriki iftari ya pamoja na viongozi na wananchi wa mikoa miwili ya Pemba. Atakutana pia na familia, marafiki na wananchi kwa lengo la kudumisha uhusiano wa karibu na kutoa faraja na kuimarisha uhusiano na jamii inayomzunguka. Kutoka visiwani Pemba na sasa rada inaelekea mkoani Kigoma. Watu 7 ambao ni watumishi wa idara ya afya ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma wamethibitika kufa maji baada ya boti waliokuwa wanasafiria kuzama katika ziwa Tanganyika katika kijiji cha Kalalangabo wilayani humo. Juma Kiluasha anasimulia taarifa hii iliyoandaliwa na Muhingo Mwemez. Sekta ya maji, jamii ya Wanakigoma na Watanzania kwa ujumla wako katika simanzi kubwa kufuatia kifo cha watumishi 6 wa idara ya afya waliokufa maji wakati wakienda kwenye kijiji cha Kagunga kwa ajili ya kutoa chanjo. Akithibitisha vifo hivyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema tukio hilo limetokea mapema leo Ijumaa Machi 13 mwaka 2026 asubuhi baada ya boti yao kupigwa na dhoruba kufuatia upepo mkali na kupinduka. Akifafanua, amesema kati ya watumishi walikuwa kwenye boti hiyo ya halmashauri 3 miongoni mwao hawajapatikana hadi sasa, huku 9 miongoni mwao wakiokolewa. Vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya, walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi, na kule mara nyingi tunachukua muda mrefu kwenda kule kwa sababu ya umbali. Ukizunguka barabara ni lazima upitie Burundi ndio uende Kagunga, na juzi nilikuwa pia maeneo yale. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo, ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Kwa hiyo boti ilipopinduka, wafanyakazi 6 wamefariki. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, mrakibu msaidizi Michael Maganga, amesema zoezi la kuwatafuta watu 3 eneo la Kalalangabo bado linaendelea. Watu 3 wamesalia ziwani ambao mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta. Na watu hao 3 waliosalia jinsia yao ni ya kike wote waliosalia ziwani. Waliosalia, ugumu wa zoezi ni kwamba eneo hilo ambalo limepata ajali pia kuna miamba kwa chini, na sadikika wenyeji wa hapa wa maeneo haya Kalalangabo wanatuambia kwamba hapo chini kuna miamba. Kwa hiyo ugumu unakuja katika zoezi la kuwatafuta, pengine watakuwa chini ya miamba hiyo, lakini tunaendelea na wataalamu wetu kuweza kuwatafuta mpaka hapo tutakapokuwa tumewapata. Mwenyekiti wa kitongoji cha Ziwani, kijiji cha Kalalangabo, na baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamezungumzia walivyoshuhudia tukio hilo la kuhuzunisha, huku wakiwa wa kwanza kutoa msaada wa uokozi. Tukaona upepo ukaja mkali. Ule upepo ulikuwa na mvua ndani yake. Mvua ikaanza kunyesha. Baadaye tuliona kafaiba kanakuja, kanakimbia upepo na ile mvua. Wakati imezama, kulikuwa na wavuvi wako kwenye mitumbu pale juu. Wakawa wamewaokoa watu wachache ambao ni watu 9 waliokolewa.
alafu wengine walikuwa wamebaki mle kwa baada ya kujifunika. Kwa matokeo yake tukajikuta sasa wale wamenasa mle ndani, kwa hiyo hakuna namna ya kuwatoa. Sasa ikalazimika sasa sisi tuingie kwenye maji kuanza kukibinua kubinua ule mtumbu na kuanza kuwatoa. Aidha, kamati ya usalama ya wilaya ya Kigoma ikiongozwa na mwenyekiti wake ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo imepiga kambi katika eneo la tukio wakati zoezi la kutafuta miili ya watu 3 ambao hawajapatikana. Baada ya kuangazia taarifa hiyo ya Muhingo Mwemes kutoka mkoani Kigoma, na sasa rada inamulika hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali kupitia wizara hiyo inaendelea kuimarisha miundombinu ya utoaji wa huduma za afya nchini, huku akiwasisitiza watumishi katika sekta hiyo kuzingatia utoaji wa huduma za afya kwa kufuata maadili ya kazi na viapo vyao. Rajab Chwaya anatujuza undani wa taarifa hii kutokea Dar es Salaam. Ipo sehemu ya watu ambao wamekuwa wakipatiwa huduma kwenye ofisi na mashirika ya umma na pengine hawakuridhishwa nazo, lakini wamekosa sehemu ya kuwasilisha malalamiko yao. Kusikiliza, kujibu pamoja na kutenda ni sehemu ya malengo ya kuanzishwa kwa kampeni ya Ongea na Waziri, ikiwa ni sehemu ya lengo la kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma bora za afya nchini. Akizindua kampeni hiyo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa pamoja na mambo mengine amesema watumishi wa huduma za afya nchini wanao wajibu wa kuendelea kutoa huduma bora za afya kwa watu wa kada zote bila kujali tofauti walizonazo, kwa kuzingatia miongozo ya kimaadili ya kazi zao. Taifa hili linamhitaji kila mmoja wetu. Ukiyumba kimaadili, hujamwangusha waziri, hujamwangusha rais, umeliangusha taifa hili. Na hukumu hii si tu utaikuta hapa duniani, bali utaikuta hata kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe tuzingatie maadili yetu ya kazi. Kwa wale ambao wamekiuka misingi kabisa, hatutakuwa na namna, tutawashukuru na tutawaondoa. Na swali la mwisho lilikuwa huduma za moyo ni ghali. Ni kweli duniani kote huduma za moyo ni ghali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta bima ya afya kwa wote. Hili ndio suluhisho. Kwa hiyo hakuna mwananchi ambaye atafika Jakaya Kikwete atakosa huduma kama hana uwezo. Katika uzinduzi huo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amepata nafasi ya kuzungumza na wananchi moja kwa moja kupitia laini ya simu, na kisha wataalamu wa sekta ya afya wakatolea maelezo maswali ya wananchi. Mimi ni Krista Jeni, naishi na Kanyamara. Nafurahi kwa sababu napenda nikupongeza kwa mambo ambayo unatufanyia. Lakini nina swali moja kuhusu mambo ya utendaji, kwa sababu nimeona nikifika katika hospitali zetu za hospitali za serikali na hospitali yangu ya karibu ni hizi za serikali Tandale, Mwananyamala, nimekuta naona uchache sana watu. Tumepokea hili la nyongeza ya watumishi. Tunatambua Mheshimiwa Rais ametoa nyongeza ya watumishi kwenye sekta ya afya karibu 5,000. Tutajitahidi kuhakikisha tumeongeza idadi ya watumishi katika vituo hivi ambavyo umevitaja. Hospitali ya Taifa Muhimbili inafuata taratibu na miongozo za Wizara ya Afya juu ya rufaa kutokana na ngazi na utoaji wa tiba kwa jamii. Miongozo ya taratibu hii inatupasa kwamba tunahakikisha kama taasisi za chini za Wizara ya Afya hazikiuki miongozo ya huduma kwa ngazi zilizopo. Anahitaji mgonjwa atulie tuli wakati kile kipimo kinafanyika. Ndiyo maana watengenezaji wa mashine huwa wanatoa mashine na hizo headphones. Na headphones zinatoa mziki nyororo ambao mgonjwa anaondolewa sasa kwenye ufahamu wa ile kelele, lakini vile vile inakuwa ni njia ya kuwasiliana naye. Tukiendelea kusalia jijini Dar es Salaam, mwili wa marehemu Dennis Busulwa Sebo unatarajiwa kupumzishwa kwenye makazi yake ya milele siku ya Jumanne, Machi 17 mwaka 2026 kijijini kwao Kayunga nchini Uganda. Kwa undani wa taarifa hii tuungane naye Ibrahim Miraj. Ni waombolezaji kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam wakiendelea kuwasili nyumbani kwa marehemu Dennis Busulwa Sebo.
aliyekuwa mmoja wa viongozi wa Radio EFM na TVE jijini Dar es Salaam, ambaye amefariki dunia juzi Machi 11 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa Clouds Media Group, Joseph Kusaga, ni mmoja ya waombolezaji waliofika nyumba marehemu Sebo ili kutoa salamu za rambirambi. Kwanza mimi niseme kitu kimoja, watu wengi wamekuwa na fikra kwamba watu mkiwa kwenye biashara ni ugomvi, wengine wanahisi kwamba labda ni mabavu, lakini mimi naweza nikasema tumepoteza kiungo muhimu sana. Mtu ambaye alikuwa matured, mtu ambaye mnaongea, mnafanya biashara ndio. Najua hizi biashara zina tofauti, age tofauti za watu wanaozirani biashara. Wengine wamechukulia kila kitu ni ugomvi tu, lakini kiukweli aliweza kutuunganisha sisi. Mimi mwenyewe especially mimi ni mtu ambaye nilikuwa naongea na Sebo mara nyingi tu kuangalia hii trend ya media inakwendaje, what can we do, labda tuishauri serikali nini. Kwa hiyo kiukweli tasnia ya habari imepoteza mtu mmoja muhimu sana, matured person ambaye alielewa maana ya ushindani wa biashara huko. Kwa hiyo na uhakika ni gap ambayo hata kwa EFM ni gap ambayo kubwa sana 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 ambayo umempoteza wewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kiungo kizuri sana sana. Kwa hiyo Mungu amtangulie, rest in peace, na sisi tunaomboleza na tunaendelea kuomboleza mtu ambaye tulikuwa naye kwenye field moja, mtu ambaye alikuwa very matured, ambaye mlikuwa mnaweza mkaongea mambo ya maana na mkasolve vitu vya maana. Dickson Ponela ni mkurugenzi wa vipindi wa EFM, amesema kwa sasa mwili upo Mikocheni jijini Dar es Salaam kabla ya kesho kupelekwa ofisi za EFM kwa ajili ya matukio mbalimbali ya kumbukumbu na baadaye kupelekwa viwanja vya Posta Kijitonyama kwa ajili ya kuagwa. Kisha siku ya Jumatatu mwili utasafirishwa kuelekea nchini Uganda. Sebo kule ana miji miwili ambayo sehemu ya kwanza ni kwa mama yake kunaitwa Luganzi. Tutaanza hapo kufika na mama pia atapokea mwili wa Sebo ili kuweza kukaa angalau masaa machache au hata kulala pale pale. Pia baada ya hapo basi tutataraji siku inayofuata yani Jumatatu kuelekea kanisani kwa ajili ya kuendelea na ibada mbalimbali za msiba huo. Msanii Rajabu Abdul Kahal Ibrahim maarufu kama Harmonize ni miongoni mwa waombolezaji waliohudhuria msibani hapo. Na hapa anaeleza alivyoguswa na msiba huo. Marehemu Sebo wengi wanamfahamu kwa mengi, lakini personally mimi namfahamu kama muunganishi. Ni mtu ambaye ukiona swala lako ukimuomba alisimamia au alifikisha sehemu fulani, basi umelikabidhi kwa mtu sahihi. So nadhani kila mtu anafahamu kivyake na tutakuwa na mengi ya kuongea wote, lakini Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Ibrahim Masud na Gift Kabaka ni baadhi ya wafanyakazi wa EFM waliopo msibani hapo. Wanaelezea kwa kifupi walivyofanya kazi na marehemu Dennis. He's a guy ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kupembua mambo. I was my friend ambaye ni marehemu sasa hivi kwa Scofield, lakini huyu pia alikuwa ni Scofield mwingine. If he say bana mimi hapa tunapita, basi mtapita. Sebo ni kiongozi mzuri sana ambaye siku zote huwa anatupushwa wafanyakazi wake tupende maendeleo. Yaani ni kiongozi ambaye anayapenda maendeleo, anapenda kila mtu ajitume, awe ana morali ya kazi. Sebo alikuwa kwetu kama baba, alikuwa kwetu kama mwalimu. Kusema ukweli ni mtu ambaye alikuwa anatamani kila mtu ambaye yupo karibu naye awe ile level ambayo yeye anatamani sana awe. Clouds Media Group inaungana na waombolezaji wote kumwombea mahala pema peponi marehemu Dennis Busulu wa Sebo. Amin. Tukirejea visiwani Pemba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili kisiwani Pemba kwa ajili ya ziara ya kijamii ya siku 2 ambapo pamoja na mambo mengine rais atashiriki iftari ya pamoja na viongozi na wananchi wa mikoa miwili ya Pemba. Mara baada ya kuwasili, Dr. Samia ametia saini kitabu cha wageni katika uwanja wa ndege wa Pemba na kuwasiliana na viongozi mbalimbali akiashiria kufika kwake visiwani humo na kuanza rasmi ziara yake ya kijamii ya siku 2. Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Nyakoro Siro
kufuatia vifo vilivyosababishwa na ajali mbili tofauti zilizotokea asubuhi ya leo katika ziwa Tanganyika mkoani humo. Katika ajali ya kwanza, watumishi 7 wa afya wamepoteza maisha baada ya boti iliyowabeba kutokea Kigoma kuelekea kijiji cha Kagunga mpakani mwa Tanzania na Burundi kupinduka na kuzama ziwani baada ya kukumbwa na upepo mkali. Katika tukio la pili, wavuvi 3 waliokuwa katika mtumbwi ziwa Tanganyika walipigwa na radi wakiwa ziwani na kusababisha kifo cha mvuvi mmoja huku 2 wakijeruhiwa. Rais Dr. Samia amepokea kwa masikitiko taarifa za ajali hizo na kuziombea roho za marehemu pumziko la amani. Aidha, ametoa pole kwa familia, ndugu na jamaa wote waliopoteza maisha. Baada ya kuangazia undani wa taarifa hiyo, na sasa rada inaelekea mkoani Shinyanga. Kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria imeiagiza Mamlaka ya Uwekezaji wa Maeneo Maalum ya nchini TISEZA kusimamia shughuli zote sambamba na kuhakikisha ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR unawekwa katika eneo hilo ili kuvutia uwekezaji. Taarifa ya Salvatore Ntando kutoka Shinyanga inafafanua zaidi. Ushauri huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Damas Ndumbaro baada ya kutembelea kongani ya viwanda ya Buzwagi. Kamati imeshatoa maelekezo kwa serikali kwamba TISEZA ambao ndio wanashughulikia masuala ya uwekezaji wawe waratibu wakuu wa kongani hii, ili kuhakikisha kwamba, kwa sababu kongani hii ni kongani mahususi kweli kweli, haifanani na kongani ya wilaya yoyote katika nchi hii. Kwa hiyo inabidi ipewe heshima na hadhi yake, TISEZA wasimamie hapa ili tuhakikishe kwamba kila kitu kinafanyika kwa mjibu wa taratibu zinazostahili. Nyamizi Mohoja ni mjumbe wa kamati hiyo, ameshauri eneo hilo kutangazwa, huku Zonastra Mumbi, meneja ufungaji wa mgodi wa Buzwagi, akieleza hatua zinazoendelea. Lengo kubwa ni kuwavutia wawekezaji waje kuwekeza Tanzania, na tunajua umuhimu wa uwekezaji. Uwekezaji itaongeza ajira kubwa, eneo hili litaongeza ajira kubwa sana kwa vijana. Hivyo tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali yetu katika kuendelea kuweka na fursa mbalimbali, kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya wawekezaji ili tuendelee kukuza uchumi wa nchi yetu. Dr. Pius Chaya ni naibu waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, anakiri kupokea maelekezo ya kamati hiyo. Kimsingi sheria imewapa mamlaka watu wa TISEZA kuhakikisha wanasimamia hizi kongani zote za viwanda, lakini vile vile wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanavutia wawekezaji binafsi wa ndani na wa nje. Ni uhakika wangu mkubwa kwa sababu Mheshimiwa Rais ameweka nguvu kubwa sana katika kuimarisha taasisi yetu ya TISEZA. Sio kwamba tunaenda kupola jukumu la manispaa ya Kahama, lakini kitakachoenda kufanyika ni kwamba tutaongeza ufanisi, lakini lengo letu tunataka kuhakikisha kwamba bado Kahama manispaa iendelee kunufaika na uwekezaji huu ambao utakuja kwa kiwango kikubwa. Kutoka Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Shukrani sana Salvatore Ntando kwa taarifa hiyo kutoka Shinyanga, ambapo sasa rada inamulika mkoani Mtwara. Wakazi wa mtaa wa Ligula B kata ya Chuno katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba serikali kuingilia kati kero ya kutuama kwa maji inayowasumbua kwa muda mrefu, hali iliyosababishwa na ukosefu wa mitaro ya kupitishia maji. Kutoka Mtwara, Razak Lwambano anatunyoosha katika habari hii. Kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya hapa nchini, hali ya usafiri na makazi katika mtaa wa Ligula B imekuwa tete. Wananchi wa eneo hilo wameeleza kuwa kukosekana kwa mitaro kupitishia maji ya mvua kumepelekea maji kutuama barabarani na kuingia kwenye makazi yao, huku akitoa wito wa kutatua changamoto hiyo. Yule dada yangu pale, mtoto wake wamenitoa kwenye maji sasa hivi. Yule mtoto wamenitoa kwenye maji. Kwa hiyo kawaida ya kuonekana mpaka litokee tatizo ndio serikali iangalie, badala ya hasara imepatikana sio mzuri. Waje watengeneze kabla bado hasara yote haijapatikana. Chofanya tumitia kifusi, hakuna kinachoeleweka. Tumefanya nini? Hakuna kinachoeleweka. Ina maana hapa alipobaki mtusaidie nyinyi. Nini hapa kuja tu na greda mara moja tu kuburuza maji yanatokea barabarani ndio kukutana na mitaro mingine yanaenda bichi huko. Tusaidieni. Tunataka tuende kwenye miradi, hakuna njia ya kupita, mbadala barabara ndo hii. Kwa hiyo serikali sisi tunaomba itusaidie wananchi wa Chuno hapa. Chuno Mnalani hapa pana kero kubwa ya maji hapa. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie, watoto wetu waende vizuri shuleni, sisi wenyewe tuende kwenye miradi yetu.
Kufuatia malalamiko hayo, diwani wa kata ya Chuno Mariam Chimbwai amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kubainisha kuwa tayari ameanza ufuatiliaji wa karibu katika mamlaka husika ili kupata suluhu ya kudumu. Wajibu wangu, nimekutana na watu wa TARURA na wamekuja katika maeneo yote korofi, wameyaona na wao wameniambia katika bajeti 26-27 baadhi ya sehemu korofi kutokana na bajeti yao wataweza kuzifanyia kazi. Kwa hivyo niwaombe tu wananchi wa kata yangu hii ya Chuno, mimi diwani wao nafuatilia kwa kina kabisa, na ndio kitu ambacho hakinipi usingizi kabisa kuona maji yanaingia katika makazi ya wananchi. Kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Razaki Luambano wa Clouds. Shukrani sana Razak Luambano kwa taarifa hiyo. Kwingineko, sekta ya viwanda nchini inazidi kupanua wigo wa uzalishaji wa bidhaa zinazokidhi viwango, jambo linalotoa fursa kwa jamii kuongeza imani katika bidhaa hizo pale zinapoingizwa sokoni. Juma Mohamed amepewa kibali na Rada kutufafanulia zaidi. Kukua kwa biashara kunategemea kwa kiasi kikubwa uungwaji mkono wa biashara hiyo katika jamii husika, ambao ndio walengwa na wategemezi pale taasisi au mtu anaamua kuanzisha biashara yake. Kampuni ya Coca-Cola inajivunia jamii kutokana na ubora wa bidhaa yake ya soda ya Coca-Cola ya chupa ya kioo, ambapo baadhi ya mawakala wanaouza soda hizo wanajishindia zawadi za pikipiki za magurudumu matatu maarufu Toyo kutokana na shindano lililowekwa na kampuni hiyo kwa mawakala watakaouza kiwango cha juu cha bidhaa hiyo. Lengo la jambo hili ni kutambua wanaofanya vizuri. Hawa tunawaita OCCDs, yani wasambazaji rasilimali wa Coca-Cola. Wana mapenzi makubwa sana na chapa zetu za Coca-Cola. Pia wanajali sana jamii wanazofanyia kazi, na jukumu lao kuu ni kuhakikisha kwamba wateja na watumiaji wanapata kinywaji baridi cha kuburudisha cha Coca-Cola kirahisi karibu kabisa nao. Njia bora kwao kutimiza hilo ni kuwa na zana za kazi. Tuliangalia wauzaji wazuri sana wa e-product kwa maana ya chupa ya kioo. Kwa mwaka jana waliouza zaidi tumepata washindi 2, na kwenye robo ya mwisho ya mwaka tumepata washindi 4, na tunataka kuwapa tumotisha kidogo waendelee kupenya zaidi na kupeleka bidhaa zetu kuendelea kuwaburudisha Watanzania. Agustino Mwashiga na John Paul ni baadhi ya mawakala wasambazaji wa soda za Coca-Cola za chupa ya kioo ambao wamejishindia Toyo. Wanaeleza namna vifaa hivi vya kazi vitakavyokuwa chachu utendaji wao. Binafsi kama mkurugenzi ninafurahi sana kwa sababu hiki chombo tulikuwa tunakihitaji kwa ajili ya kurahisisha shughuli zetu za kusambaza bidhaa za Coca-Cola, na kwa nature ya maeneo na soko tulilonalo, tunayo magari, lakini hiki kifaa kinaweza kwenda maeneo ambayo pengine gari haliwezi kuingia. Tunapenda kutoa shukrani kwa Coca-Cola kwa kuweza kuleta mashindano haya, kwa kutupa motisha na kutuongezea nguvu kuweza kufikia wateja. Na lengo letu kuu kama sisi wasambazaji ni kuhakikisha kila mtu anaburudika na anapata msisimuko wa Coca-Cola. Baada ya kuangazia taarifa hiyo ya Juma Mohamed, na sasa ni wakati wa kuungana na jicho la Swahiba Mwewe. Asalale! Kwa sifa ambazo Mwewe amekuwa akizisikia kuhusu Tanga, wala hakutarajia akiwa juu mawinguni kama atayaona haya anayoyaona hapa. Tanga mji mkongwe, Tanga ya ukarimu, Tanga ya usafi, Tanga inayonukia marashi ya pwani hadi wanaokwenda Tanga kujisahau kurudi nyumbani. Imekuwaje leo kuna muonekano huu jamani? Watu wa Tanga mjibuni Mwewe, hali hii anayoiona Mwewe ni yenyewe OG au ni mambo ya AI yamehusika hapa? Sasa kwa taarifa yenu, haya yameonwa na jicho la Mwewe, wala sio video za AI wala nini. Hii ni hali halisi kutoka Tanga. Wanatanga, hapa ni soko kuu la Mgandini. Hili si ndio soko kuu la jiji la Tanga jamani? Sasa mbona hali inatishia usalama wa afya za watumiaji wa eneo hili?
Ndugu zangu, hivi ndivyo vyoo vinavyotumiwa na wafanyabiashara wa soko la Mgundini hapa Tanga. Mwewe anawaonyesha tu, lakini anaona aibu kwa hiki alichokiona hapa. Hakika ni aibu kubwa kwa mkoa mkubwa na mzuri kama huu wenye sifa ya usafi na mahaba ya dhati. Nini kinaendelea hapa sokoni Mgandini? Viongozi wa mkoa wa Tanga, amkeni, njooni hapa sokoni Mgundini muisafishe taswira ya mkoa wa Tanga ambayo inaendelea kuchafuka huko duniani. Mwewe ameona, na akiona huwa haachi kuonyesha. Hii ni aibu kubwa hapa, lazima jambo kubwa lifanyike ili kuondoa aibu hii kwa watu wa Tanga. Kutoka Tanga, Tanzania, mahaba yanapovuma, Mwewe anaruka, maana hali si hali. Huku atarejea tena mkifungua vyoo hivi na watu kuanza kuvitumia. Huyo! Baada ya kuungana na jicho la Swahiba Mwewe, na sasa ni wakati wa Sports Lady Nura Mohamed anayetupitisha katika taarifa za kimichezo. Na tumai buheri wa afya mwanamichezo popote pale ulipo. Karibu katika taarifa za kimichezo. Walimu wa vikosi vya timu ya TRA United na wekundu wa Msimbazi Simba wameweka wazi juu ya utayari wa mchezo wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania bara hapo kesho katika dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, ambapo kocha wa TRA United amesisitiza kikosi chake kiko mguu sawa, hakuna majeruhi atakayekosekana katika ajenda ya kusaka alama 3 muhimu dhidi ya mnyama Simba. Taarifa ya Hababi Mohamed kutoka kaskazini mwa Tanzania inafafanua zaidi. Kuelekea mchezo huo ambao ni muhimu kwa timu zote mbili kusaka alama 3 dimbani katika dakika 90 za mchezo, kocha mwenyeji namzungumzia Etienne Ndaregije kutoka benchi la ufundi la TRA United katika jiji la Arusha kwa sasa anasema wao wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho mara baada ya maandalizi ya muda mrefu, licha ya kuwa mchezo huo utakuwa ni mchezo mgumu, kwani timu zote zimejiandaa vyema katika kusaka alama 3 muhimu katika dimba la Sheikh Amri Abeid hapo kesho. Jiandaa mechi baada ya mechi. Leo tuna focus kwa hiyo mechi ya Simba kupata matokeo. Tumejiandaa vizuri, tuna vijana wako tayari kutoa hiyo challenge. Ni furaha kwetu kwa sababu ni kipimo kizuri kujua vijana wetu wamefikia wapi. Kwa upande wake kocha wa Simba namzungumzia Steven Baka anasema mchezo wa kesho ni muhimu, lakini vile vile kwa kuingia kwa tahadhari dhidi ya TRA United, kwani wako nyumbani na si timu ya kubeza kunako mchuano ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa anaeleza namna ya maandalizi na kile ambacho anakiendea katika mchezo wao wa kesho kusaka alama 3 muhimu dimbani. The league is very competitive. I found it to be a league that... Ligi imekuwa na ushindani na nimegundua kuwa ili uweze kuwa kinara unatakiwa uwe umejiandaa vyema na ucheze kiushindani kutokana na ulivyojiandaa, na hii wakati mwingine huwa si rahisi. Hivyo tumejiandaa vyema kwa mchezo, na nadhani maandalizi haya si sawa na kujiandaa kwa miezi kadhaa, la hasha, bali maandalizi haya ni siku chache tu kwa ajili ya kuona namna bora ya kuendelea na mchezo huu. Kwa mujibu wa taarifa za TRA, wapo bado katika jiji la Arusha wakiamini kwamba bado wanaendelea kuwatumikia wananchi wao, hususan katika kuonyesha kandanda bora katika mji huu wa Arusha, ikiwa ni hamasa pia vile vile katika mchezo wa soka ngazi ya kanda. Kutoka Arusha kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Hababi Mohamed na hii ni Viwanjani ya Clouds TV. Mtendaji mkuu wa klabu ya soka ya Tanzania Prisons Ajabu Kisiwa amesema ili kanuni ya mpira uheshimiwe, bodi ya ligi inapaswa kuundwa na viongozi ambao hawatokani na vilabu ili kuondoa mvutano wa kikanuni. Ajabu amesema hayo baada ya bodi ya ligi kuwapangia uwanja wa nyumbani kwenye mchezo wa hapo jana dhidi ya Young Africans, ambapo anaamini walinyimwa haki yao ya kuchagua uwanja wa nyumbani baada ya uwanja wa Sokoine kufungiwa. Zaidi anafafanua kupitia Viwanjani. Na ukiangalia hata hizi mechi tulikuwa tucheze sisi na bodi ya ligi, tulikuwa nasema klabu A na klabu B. Kuwezekana klabu A yuko interest ya kikanuni, klabu B yuko interest ya individual.
kufanikiwa bado inaweza kaa shida. Kwa lazima kuwe na, pamoja na kwamba bodi ya ligi na kanuni zake, lakini kuna uwezekano pia na kuna kitu ambacho kinaweza kusaidia zaidi. Benki ya CRDB imezindua kampeni ya Fainali Ndio Mpango ambayo inatoa fursa kwa Mtanzania kushinda nafasi ya kwenda kushuhudia mashindano ya Kombe la Dunia yatakayofanyika kwenye mataifa ya Marekani, Canada, Mexico mwezi Juni mwaka huu. Taarifa ya Ibrahim Miraj kutoka Dar es Salaam inafafanua zaidi. Mkurugenzi wa wateja wa awali na wakati wa benki ya CRDB na msimamizi wa matawi ya benki hiyo Tanzania, Bonaventure Paul, ameelezea kwa kina juu ya kampeni hiyo. Kupitia kampeni hii, wateja wetu watapata fursa ya kufurahia urahisi na usalama wa kutumia Tembo Card Visa, huku wakipata nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali. Kiujumla tutakuwa na washindi 20. Washindi 10 watajipatia zawadi ya wao kwenda kushuhudia mechi za Kombe la Dunia, lakini washindi 10 watapewa device ambazo zitakuwa ni Smart TV kubwa ya inchi 85 pamoja na decoder, ili tuhakikishe huyu ambaye ameshindwa kwenda kufuatilia michuano hii live, basi abakie nyumbani kwake au sehemu aliyopo aendelee kufuatilia michuano hiyo live. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mawasiliano ya kimkakati wa Clouds, Shafii Dauda, ni sehemu ya watu wenye ushawishi kwenye mchezo wa soka nchini, naye akazungumzia juu ya kampeni hii. Tukio la World Cup ni tukio kubwa ambalo kila mwanamichezo anatamani kuwa sehemu yake, na sio jambo jepesi pia kwa kila mtu kuweza kupata fursa ya kuwa sehemu ya tukio kubwa hili na kujionea live. Kwa kitendo cha benki ya CRDB kuona kuna haja ya kuwapatia hiyo fursa mashabiki, hasa wateja wa benki hii, ni jambo kubwa na la kupongeza. Ili kuwa miongoni mwa watu 10 watakao kwenda kushuhudia fainali hizi, cha kufanya ni kulipa matumizi yako kwa kutumia kadi yoyote ya Tembo Card angalau mara 30 kwa mwezi. Tuelekee Geita ambapo mkoa wa Geita unatarajiwa kupokea timu mbalimbali kutoka mikoa tofauti nchini zitakazoshiriki ligi ya mabingwa wa mikoa, huku viongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita Gerefa wakiweka wazi maandalizi ya mashindano hayo tayari yamekamilika. Taarifa ya mwanamichezo Emmanuel Ibrahim kutoka Geita inafafanua zaidi. Mwenyekiti wa Gerefa Salum Kulunge amesema maandalizi ya mashindano ya ligi ya mabingwa mikoa yamekamilika, huku mkoa huo ukipewa kituo cha michuano hiyo muhimu ya soka. Kulunge amesema kuwa mwenyeji wa mashindano hayo ni heshima kubwa kwa mkoa wa Geita, akieleza kuwa ujio wa timu mbalimbali utaleta manufaa makubwa katika sekta ya michezo na maendeleo ya soka kwa ujumla. Lakini vile vile wataona vivutio vyetu katika mkoa, lakini kimpira tutakuwa tumefaidika zaidi, kwa sababu lengo la chama cha mpira wa miguu mkoa pamoja na serikali ya mkoa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu nyingi za madaraja ya juu. Kwa upande wake, msaidizi wa katibu mkuu wa Gerefa Brain Lucas amesema jumla ya timu 7 zimepangiwa kushiriki katika kituo cha Geita. Kwa hiyo timu 6 ambazo zinatoka nje ya mikoa ni timu moja inaitwa Mshikamano kutoka Dar es Salaam, kuna bingwa anaitwa Bweli kutoka Mara, tuna timu ya Meatu kutoka Simiu, tuna timu ya Buhaya kutoka Kagera, lakini pia tuna timu ya Kahama Madini kutokea Shinyanga. Timu zote hizi zimeshawasili ndani ya mkoa wa Geita. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds TV Viwanjani. Asante mwanamichezo kwa kuungana nami Nura Mohamed katika taarifa za kimichezo. Naomba nikutakie wakati mwema. Shukrani sana Sports Lady Nura Mohamed kwa kutujuza vyema taarifa hizo za kimichezo zinazotupeleka moja kwa moja kumulika nondo za Haris. Nondo za Harisi zinasema uraibu unaokufanya kuwa bora zaidi ni uraibu mzuri, ukumbatie. Uraibu unaokufanya kuwa bora zaidi ni uraibu mzuri, ukumbatie. Kama
yalivyokuwa mawio na machweo, ndivyo hivyo ilivyokuwa katika rada ya Central ya Clouds TV. Nikushukuru sana kwa kuendelea kunyoosha kuichagua rada. Mimi pamoja na mkalimani wa lugha ya alama Fausta Salakana tunakutakia usiku mwema.